Dunia ndio huu. Nimesahau simu yangu nyumbani, lakini nitatumia mkono wangu kulipia. Nalipia kwa kutumia mkono. Mwisho wa dunia umefika jamani. Tayari ni yuan 4 nalipia. Hiyo imekata ngapi? Yuan 4. Hii teknolojia jamani ndio tunafika mwisho wa dunia. Nimetumia kulipia hii hapa. Mwisho wa dunia umefika. Hivi na Tanzania hii teknolojia imeshafika. Tuko tayari, alafu mimi ndo niko nyuma ya muda. Dunia ndio huu. Nimesahau simu yangu nyumbani, lakini nitatumia mkono wangu kulipia. Nalipia kwa kutumia mkono. Mwisho wa dunia umefika jamani. Tayari ni yuan 4 nalipia. Hiyo imekata ngapi? Yuan 4. Hii teknolojia jamani ndio tunafika mwisho wa dunia. Nimetumia kulipia hii hapa. Mwisho wa dunia umefika. Hivi na Tanzania hii teknolojia imeshafika. Tuko tayari, alafu mimi ndo niko nyuma ya muda. Mmemsikia huyo Lofa. Kwa hiyo nitaanza kwa kumpa sifa na utukufu ni Yahuwah Bahashim, Yahuwah Bahashim, Raha kwa Dash, ambapo Yahuwah ni jina la Mungu kwa lugha ya zamani ya Kiebrania linalomaanisha aliyepo. Bahashim kwa jina la Yahuwah Shai ni mnayemuita Yesu Kristo bila kufahamu jina lake anaitwa Yahuwah Shai linalomaanisha anaokoa. Bahashim tena ni kwa jina la Raha kwa Dashi ni jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama ulivyoona hapo, huyo ni Lofa ambaye yuko China. Anaongelea kuhusiana na mwisho wa dunia na alama. Hichi anachokiongea ni sahihi, lakini alivyolipia kwa kutumia mkono, hiyo sio alama ya mnyama kabisa, kwa sababu hiyo ni tunasema ni nini hiyo? Hizo ni biometric tu. Alama ya mnyama itakuwa ni ile chip ambayo ni kompyuta ndogo yenye ukubwa wa punje ya mchele utakaowekea kwenye mkono wako wa kulia, kushoto au kwenye paji la uso. Kwa hiyo kilichotokea pale ni kama vile ni hatua moja kuelekea alama ya mnyama. Na tumekaribia, tuko miezi au mwaka kufikia hiyo, kwa sababu waziri wa afya wa Marekani John F. K. Jr. Tunasema ni mpwa, tutumie neno mpwa, ni mpwa wa Robert Kennedy, yule rais wa Marekani aliyeuawa. Mpwa wake amesema ndani ya miaka 3 Marekani inatakiwa ipitishe sheria ya watu kuvaa vitu ambavyo vitakusaidia ulipe. Yeye aliongelea, kwa sababu ni waziri wa afya, aliongelea kwenye swala la afya. Unapoenda hospitalini, hiyo ndio itakuwa kama bima yako ya afya. Na kama unavyoona sasa hivi mambo mengi, ukitaka kufungua bima ya afya unahitaji NIDA, ukitaka kuwekea umeme NIDA, kila kitu NIDA. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinavyoingizwa kwenye NIDA vitawekwa kwenye hiyo alama ya mnyama. Unaona? Kwa hiyo nitasoma Habakuki 2:2. Habakuki 2:2 anasema Bwana ambaye ni Yahuwah Bahashim, Yahuwah Shai akanijibu akasema, iandike njozi. Ndio tunachokifanya. Tunaiandika njozi, na hiyo njozi ni kwa namna ya unabii. Na unabii huo unahusiana na alama ya mnyama na mwisho wa dunia. Ukaifanya iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Ndio tunachokifanya. Hii njozi tunaiandika au tunaielezea kwa namna ambapo msikilizaji atakaposikiliza anaelewa kinaga ubaga. Unaona? Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Wakati ulioamriwa ndio huu. Unaona, kama huyo dada alivyokuwa anakuambia huyo Lofa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokuwa ingoje, kwa
kuwa haina budi kuja, haitakawia. Unaona, haitakawia, haina budi kuja. Twende kwenye Ufunuo wa Yohana 13 tukaisome hiyo njozi sasa. 13, unaona amekwambia mnyama wa pili ambaye ni Marekani huyo. Unaona, Ufunuo wa Yohana 13:16 naye awafanya wote. Unaona, kwa hiyo hapa hakuna cha mimi ni Modewiji, mimi ni Manji, mimi ni GSM. Hamna. Wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio hai kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso vyao. Unatiwa chapa, ambayo hiyo chapa ni kitu physical, ni kitu kinachoshikika, ni kompyuta ndogo, ni chip. Anasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Na hutaweza kuuza wala kununua. Ndio maana huyo dada alikuwa supermarket, unalipa na mkono. Kutakuwa hakuna kutembea. China huko washafika mbali sana na hii teknolojia. China sasa hivi hautembei na hela za makaratasi, hela ziko digital. Hata na huku tunaelekea huko, hela nyingi sasa hivi huku, hata huku Tanzania ziko digital. Ndio maana sasa hivi tunaona malipa manini, M-Pesa. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Enda kwenye Ufunuo wa Yohana 14:9. Unaona, anakuambia ujumbe wa malaika watatu. Enda kwenye Ufunuo wa Yohana 14:9, anakuambia na mwingine malaika watatu, anakuambia ujumbe wa malaika watatu. Unaona, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa, kama tulivyoona huko nyuma kwenye 13, katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu ya hawa bahashem ya washai. Kwa hiyo hakuna kutubu hapa. Hawajasema kwamba unaweza ukaichomoa ukaendelea na maisha yako, au ukaikataa ukaikemea kama walokole, kwa sababu walokole ndio wajinga. Unasema unaichukua tu afu unaikemea kwa jina la Yesu. Hamna kitu kama hicho. Au unaenda kwa mganga kuitambikia. Hiyo tengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Ndio anakuambia na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Anakuambia hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Kwa hiyo kitakacho kuokoa ni subira. Na hii sio subira kama mnavyosemaga subira nyingine. Hii ni subira ya kumsubiria hawa bahashem ya washai. Hicho ndio kitakacho kuokoa. Hao wazishikao amri za Mungu. Nikazani amri imepitwa na wakati, na imani ya hawashai. Unaona? Kwa hiyo ukiwa na subira na hawa bahashem ya washai, naye atakuokoa katika hili janga linalokuja. Kwa hiyo nitafika mwisho wa video yangu, natumai umepata kitu. Tukutane katika video nyingine. Shalom. Ambayo shalom inamaanisha amani iwe kwako.